Asifiwe. Karibu na kukaribisha kwenye mwendelezo wa maombi yetu pamoja na mafundisho online. Mungu awabariki sana. Leo ni kipindi tena cha tatu cha kuendelea na somo letu kutengua sheria ya kiti, na tuliona siku ya kwanza kwamba katika kiti ni serikali kamili. Kiti ni serikali, ndani yake tunaona kwenye kitabu cha Danieli 6:1-9 tuliangalia pale tukaona kiti ni serikali kamili ambayo inajitosheleza na ina sheria mama kama katiba, lakini ina mawaziri, ina manaibu wa mawaziri, ina madiwani. Na tunaona pia ukisoma kwenye kitabu cha Danieli 6:1-9 utaona pale. Sasa kile tulichokiona na jana tumeangalia kwa habari ya mila na desturi zinavyotumiwa na viti vya enzi. Vinatumia na desturi ni katiba ya viti vya enzi, maana kila kabila lina mila zake, kila koo lina mila zake. Mila desturi zilizo mbaya ni sheria au ni kanuni au nitumie lugha gani, kwamba ni mifumo inayobana familia kupitia mila za kabila za koo mbalimbali. Jana tunaona habari ya Warekabu, wale ambao wasijenge nyumba, wasilime mashamba ya kudumu. Ni mila walipewa taratibu na baba yao na wakauishi. Hawakujenga nyumba, hawakupanda mizabibu, walipewa na wakati. Kwa mila inaanzishwa na anayeasisi ukoo, anayeanzisha kabila, muasisi wa kabila na ukoo ndiye anayesimika hicho kiti, na zinawekwa na sheria ambazo zinasimamiwa ulimwengu wa roho na zinakuwa dhahiri ulimwengu wa mwili. Sasa nataka tuanze kuangalia wizara. Na tutakwenda kuangalia, tunaona pale kuna mawaziri, kuna manaibu mawaziri wako pale. Sasa tuangalie moja ya wizara ya serikali ya viti vya enzi vya miungu ni wizara ya zinaa. Wizara ya zinaa, wizara ya uzinzi, wizara ya uasherati. Hii ni wizara ambayo ni moja ambayo inakuwa na waziri wake, inakuwa na naibu waziri wake, na inakuwa na bajeti yake, na ina mifumo kamili ya kuendesha kupitia kiti cha enzi mahali. Kwenye kitabu cha Hesabu 25 mstari wa kwanza hadi wa 3 nitasoma hapo. Hesabu 25 mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Biblia inasema kwamba basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu, kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula, wakaisujudia hiyo miungu yao. Ikawa Israeli kujiungamanisha na Baali Peori, hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaangalia Israeli alikuwa ni taifa takatifu, ni taifa teule, lakini katikati ya safari ya kutoka Misri kwenda Kanaani, kwenye nchi ya ahadi yenye maziwa na asali, wakafika eneo linaloitwa Shitimu. Na hapo Shitimu walikuwa nakaa taifa moja linaloitwa kabila wa Moabu, ndio walikaa pale. Walikuwa na miungu yao, na ile miungu ilikuwa inaitwa ni miungu ilikuwa ni miungu ya Baali Peori. Walikuwa na miungu ya Baali Peori. Sasa wale watu walikuwa na sherehe ya kufanya ibada kwa miungu yao, ili kuongeza nguvu mpya ya miungu. Unaposikia kuna kafara inafanyika mahali, ni miungu inakuwa nguvu mpya, inakuwa uwezo wa kufanya kazi. Maana miungu hakuna damu itakuwa kwenye alfa na omega, ni damu Yesu pekee. Kwa hiyo wanapofanya kafara, wanatafuta mapepo na majini na miungu ipate nguvu ya kufanya kazi kwenye ile eneo ambayo imetoa halali wa sadaka na mahali kuna kiti cha enzi. Sasa hawa walipokula, sema basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Kwa sababu zinaa, napozungumza roho ya zinaa ni wizara, lakini ndani ya zinaa kuna vitengo tofauti. Sasa hawa wakaanza kuzini na wanawake wa Moabu, hawakuzini na wanawake wa Israeli. Ile miungu ilitafuta muunganiko, kwa sababu ni ndoa pekee inaunganisha kati ya Mungu na Mungu. Sasa wakaweka kitu cha zinaa na wanawake wa Moabu ili kuingiza mfumo wa Moabu Israeli, kwa sababu
waliposema na wanawake walipopata mimba wakaingiza kitu cha ushirika wa kiume, lakini walilenga sana kiroho. Biblia nasema wakajiungamanisha na Baali Peori. Sasa wakaanza kuzini, kwa hawakuwa na tabia kuzini, lakini baada ya kula chakula cha miungu, yale mapepo ya ile miungu yakaingia ndani yao, wakaanza kuwaka tamaa. Lakini tamaa ya zinaa si kuzina kila mwanamke, ililengwa wakazini tu na wanawake wa Moabu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naposema zinaa, kwa mfano kuna ukoo wao zinaa yao ni ndoa za mitala. Mwanamke akiolewa na ndoa moja, itatokea vita ngumu mpaka mume apate mke wa pili. Sasa zinaa yao ni kuolewa na mke zaidi ya mmoja, yaani mume asiwe na mke na wanawake 3, 6, 7, 8. Ni aina zinaa ya ndoa za mitala. Lakini kuna zinaa nyingine, ndoa zinavunjika, kwamba inafungwa ndoa vizuri, lakini kwao kuna zinaa inazuia maisha ya ndoa. Kwa hiyo hilo zuio la zinaa linafanya ndoa ikifungwa ife, isiendelee. Ni aina ya zinaa. Lakini kuna aina ya zinaa ya kuzini ndugu kwa ndugu. Unakuta ndugu kwa ndugu wanazini. Sasa hii ni aina ya zinaa ambayo inaruhusu watu wazini ndugu kwa ndugu, binamu, hata mtu na dada yake, mtu na babake, mtu na mwanae, mtu na mamake. Ni zinaa ambayo yale mapepo ili apate nguvu yanahitaji watu wazini ndugu kwa ndugu. Tutaona kidogo kusoma kutoka Neema. Lakini kuna zinaa nyingine ya kutokuolewa. Sasa kuna zinaa ambayo inamfanya mtu asiolewe kabisa, kwamba anazalisha, anatembea na wanaume, ana miaka 20, kisha tembea na wanaume karibu 15 mpaka wanaume 20, lakini anazapewa mimba, mwanaume anamwacha. Kwa hiyo ni zinaa ambayo inazuia kabisa mtu asiolewe. Lakini kuna zinaa yenye roho ya ukahaba. Sasa hii zinaa ni mwanamke anajiuza kwamba mwili wake ni biashara. Sasa hii ni aina ya zinaa yenye ukahaba ndani, kwamba anafanya biashara ya ngono apate kipato. Sasa yule kahaba ni tofauti na huyo anaolewa mitala, ni tofauti na anachika kwenye ndoa, lakini tofauti na huyo ambaye anazuiliwa, kwamba ni zinaa hiyo hiyo, lakini ina vipengele tofauti. Ni ndani ya zinaa kuna aina tofauti sana za zinaa. Kwa hiyo tunakwenda kuomba mbele za Bwana. Anza kuangalia kwenye familia yako, hii wizara ipo. Kama wizara ipo, basi ni kitengo kimefungwa kisheria. Kuna watu ni ndoa za mitala ndo nyingi zaidi, kwamba kitengo cha sheria kinasema kwamba kanuni inasema hawa watakuwa na ndoa mitala. Lakini ukiona ndoa zinavunjika sana, kwenye kiti sheria nasema kwenye ukoo huu hawatakaa na ndoa. Lakini wanapoona watu hawaolewi, yaani akipata mwanaume ni siku 2 kachika, kwamba sheria ya kiti inasema zinaa, wizara iliyofunguliwa hapa inasema hapa hakuna kufunga ndoa, hakuna kuishi na mwanaume mmoja, hakuna kuishi na mwanamke mmoja. Tunakwenda kwa mbele za Bwana, tunakwenda kutengua hiyo sheria ambayo ilifanyika ibada, ikatolewa sadaka, na hiyo sadaka imeruhusu vyuko na nguvu ya kutekeleza sheria ya aina fulani ya zinaa kwenye ukoo, kwenye kabila, kwenye familia yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, Mungu, tumeanza kuona neema ya kuona wizara za viti vya enzi. Israeli ilifunguliwa wizara ya zinaa, wakaanza kuzini mara ya kwanza baada ya kula vilivyotolewa sadaka kwenye miungu ya Baali Peori. Wale wakajiungamanisha ile miungu la roho ya zinaa, wakajiungamisha, wakapewa kiti katikati yao, wakapewa sheria ya kuzina wanawake wa Moabu, na wakaitekeleza kupitia nguvu ya chakula cha miungu ambao walikula pale Shitimu. Baba, nasimama kwa toba kwa ajili ya watoto wako wanaofuatilia mafundisho haya kutoka TikTok, kutoka Facebook, kutoka YouTube. Nasimama kwa toba mbele zako. Iko sheria iliyotungwa kwenye kiti, hiyo sheria imebeba roho ya zinaa. Iko zinaa ya roho za mitala katika ukoo mzima, watu wanaolewa zaidi ya wanawake 4 mpaka 5, lakini iko sheria zinaa
zinaa inayotamka watu wasifunge ndoa, na ndoa zikifungika zinavunjwa, watu wanaachana. Kumbe ni sheria imetuma kwenye kiti kwamba kwenye ukoo, kwenye kabila hili hawatakaa kwenye ndoa. Baba anasema kwa toba, nikiachilia damu ya Yesu ikatengwa hiyo sheria. Inasimama kwa toba mbele ya madhabahu yako, inaomba toba juu ya sheria ambayo imetungwa ulimwengu wa roho, hiyo sheria inayozuia ndoa. Kama watu wasikae kwenye ndoa takatifu, watu wasikae kwenye ndoa. Nasimama kwa toba mbele ya madhabahu yako Baba, kwa ajili ya familia hii Baba, kwa ajili ya ukoo huu Baba, kwa ajili ya kabila hii. Inasimama juu ya sheria ya kiti cha enzi cha ukoo inachozuia kufunga ndoa, kwa sababu sheria inasema watakuwa wazinifu, watakuwa na ndoa za mitala. Sheria inasema hawatafunga ndoa. Sheria inasema watakuwa ni makahaba, ni watu wa kuchukua ono za watu, ni watu tu wamekaa kubadilisha wanaume, wanafanya biashara ya ngono. Ni kwa sababu sheria kiti inasema katikati ya hiyo familia waishi maisha hayo. Baba anasimama na damu Yesu inatenga hiyo sheria iliyokufunga kwenye kiti cha ukoo, hiyo sheria ya uzinifu iliyokufunga kwamba mtakuwa na aina fulani ya zinaa, kama vile Israeli walipo aina ya zinaa, kuzina wanawake wa Moabu tu. Hiyo ni sheria iliyotungwa kwenye kile kiti cha miungu ya Baali Peorithi. Baali Peorithi. Katika ukoo wako iko miungu ambayo imesimika viti vingi. Watu walitoa sadaka, wakafanya na kafara, sheria zikatungwa na zinasimamiwa ya kwamba ndani ya ukoo hakuna kufunga ndoa. Dada zangu wanapita kwenye vita ngumu ya ndoa, ni kwa sababu sheria kiti inasema hakuna ndoa kwenye ukoo wako. Napita kwenye changamoto ya kuolewa, wanaume wako, lakini kuna sheria kwenye kiti inasema hutafunga ndoa, inasema hutaolewa, unaishia kuchumbiwa na wanawake, wanaume wanaondoka. Ni kwa sababu una sheria kwenye kiti inasema ukoo huu hawatafunga ndoa. Ni mwanaume unapambana kutafuta kuoa, lakini kila unapochumbia wanawake wanaondoka. Hata ukikaa nao mnaishia kuzini, lakini ndoa haipatikani. Ni kwa sababu kuna sheria kwenye kiti inazungumza habari, inasimama na damu ya Yesu, inasimama na damu ya Yesu. Na achilia damu ya Yesu ikite kwenye hiyo sheria kiti cha enzi cha ukoo ambayo imekuzuia kufunga ndoa. Hiyo kiti cha enzi cha familia ambayo kinasema hakuna ndoa. Natangaza neno jipya ya kwamba leo hiyo sheria inakwenda kutenguliwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haijalishi uko mkoa gani, haijalishi uko taifa gani, lakini Mungu unayemwabudu na tumekia sahi kono kwa juu yako. Ulioko Israeli, ulioko Pakistani, ulioko mahali popote katika sayari hii, unasikia habari hizi kupitia magrupu, kupitia Facebook, kupitia YouTube, kupitia TikTok. Mkono Bwana kwa ajili yako sasa, mkono Bwana kwa ajili yako, kwa ajili ya kutengua hiyo sheria kiti ambayo imezuia kufunga ndoa, imezuia kuishi kwenye ndoa, imezuia kutenda mapenzi ya Mungu katika mahusiano. Hiyo sheria leo naiachilia damu yetu. Hiyo sheria leo naipambanisha na damu ya Pasaka. Hiyo sheria viti vingi katika kabila lako, katika ukoo wako, katika kila mahali ambapo kuna sheria imetungwa ya kwamba mtaisha kwenye zinaa, na ipeleka damu usilimwengu wa roho ipite kwenye hivyo viti vingi, ipite kwenye ile sheria iliyotungwa, na hiyo sheria ikapiga muhuri na viti vingi ya kwamba ndani ya familia hii mtakuwa watu kwa kuzini. Hiyo sheria itaanguka kwako, damu isikutoe kwenye huo mfumo wa kiti, huo mfumo wa sheria ambao umesimamishwa ya kwamba ukoo mzima watakuwa ni wazinifu. Leo ninatengua damu ya Yesu, damu isipite ile Mungu wa roho, na hiyo sheria viti ambayo imekushikilia hiyo sheria kiti inasimamia hiyo wizara ya zinaa, hiyo wizara na itengua kwako kwa damu ya Yesu. Hiyo wizara ambayo imekushikilia kupitia viti vingi, hiyo serikali ya miungu imefungua hiyo zinaa, imefungua mfumo. Na achilia damu ya Yesu, damu isipite ile Mungu wa roho ikaharibu huo mfumo, damu isipite ile Mungu wa roho ikatengua hiyo sheria. Ile damu ya sheria mwagika pale msalabani
ikabatilisha mashtaka yote. Ile damu ya mwana kondoo iliyopakwa kwenye Pasaka, ikatengua hukumu, ikatengua mashtaka. Hiyo damu ipite tena leo, ikatengua sheria zote ambazo hizo sheria zinatamka juu yako ya kwamba wewe utakuwa ni mzinifu, ya kwamba ukoo wako mtakuwa wazinifu, ya kwamba kabila lako mtakuwa wazinifu. Damu ya Yesu ipite sasa, ikatengua hiyo sheria. Damu isipite, ikafute hiyo sheria. Damu isipite, ikatengwe. Inenema kinyume na hiyo sheria, inenema kinyume na hiyo wizara. Damu ya mwana kondoo ikutoa kwenye hiyo wizara ya zinaa, kwenye hivyo viti baadhi, hiyo wizara ambayo inasimamiwa na mawaziri wa kipepo, inasimamiwa na manaibu wa kipepo, inasimamiwa na madiwani, inasimamiwa na maamiri wa kipepo. Wametenga na bajeti kabisa. Ndio unakuta kwamba watu wanahonga sana, ndio sababu kuzimu kuna fedha imetengwa kwa ajili ya kuwahonge. Hiyo tengo inatengwa kila bajeti ya kuzimu iliyosimamishwa ili watu wazidi kuzimu. Hiyo bajeti ya hiyo serikali ya kuzimu, hiyo bajeti inaitengua kwa damu ya Yesu, inaitengua ulimwengu wa roho, inaitengua na kuibatilisha kwa damu ya Yesu. Mfumo ambao umeachana wizara unayotengua leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Mungu akutetee, Mungu apigane. Kama umefunga ndoa, unapita kwenye vita ngumu, unamwita Bwana apite katikati ya hiyo ndoa hiyo inapita kwenye vita. Una roho ya faraka, una roho ya magomvi, una roho za magonjwa zimeachiliwa, una wengine wanafuatilia usiku unaota ndoto, unafanya mapenzi, umeona mapepo na mizimu, inakemea maroho ya jini mahaba, ile roho za mizimu uliomuoa huyu mwanamke, uliomuoa huyu mwanamume, kwa jina la Yesu inatekwa ndoa za kipepo, roho za majini mahaba ambazo zimekoa. Unaota ndoto unazimu usiku, unaota ndoto unafunga ndoa usiku, unaota ndoto kwa baharini, unaota ndoto unalea watoto, unanyonyesha watoto. Hiyo ni ishara ya kwamba katika ulimwengu wa roho umeolewa na majini mahaba, au umeoa majini mahaba. Hizo ndoa za kipepo ambazo zinaipiga ndoa yako na zitengwe hizo ndoa katika jina la Yesu. Hawa wanaume wa kipepo na kutenga nao kwa damu ya Pasaka ya mwana kondoo. Wale wanaume wa kipepo wanaoingia kwenye ndoa yako, wanaingia naota usiku, lakini katikati kuna mwanamume mwingine au kuna mwanamke mwingine, Mungu anakusemesha kwamba hiyo ndoa imeingiliwa. Una roho za mizimu zimeingilia hiyo ndoa, una majini mahaba imeingilia, nami nakemea haya mapando kwenye hiyo ndoa, na pia seta kuzimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wako ambao wamepika kwenye mahusiano kwa sababu mola na mizimu, hizo ndoa za kipepo nazivunja kwa damu Yesu. Kupitia masadaka yanasema hiyo mizimu na yatengwa kwa damu Yesu. Masadaka yote ambayo yanasimama yako mgogo mapepo yapige ndoa yako na alipa damu Yesu. Damu Yesu inifidia kwa shida ya ndoa yako. Leo tunatamani kuolewa, umepewa zuia kwa sababu sheria inasema utafunga ndoa, wachumba wanakuja wanatokea bavuni. Natangaza leo kwamba damu Yesu itengwe hiyo sheria, ukapate mume wako, ukaolewa na ndoa ya kanisani. Mungu atakuja kupitia ndoa yako katika jina la Yesu. Huo ni mwanamume tunapotamani kuchumbia, lakini umewekewa sababu kwa sheria. Leo naitengua, ukawe na ukaoe, ukafunga ndoa katika jina la Yesu Yesu wa Nazareti. Kona Bwana wewe juu yako, ukakuvusha ila mahali ambapo unapita, ila mahali ambapo sheria kiti na kukamata, ili ubaki kwa ni kahaba, unafanya biashara ya ngono. Damu inapita inakutoa ni gereza umefungua, damu inakufungua, damu inakuweka huru leo katika jina la Yesu. Wewe sio kahaba, wewe ni mtumishi wa Mungu, unataka kutumikia Mungu. Mwili wako ni kala Roho Mtakatifu, ni madhabahu ya Mungu. Amesema tusichafu huo mwili, nami nakutamkia leo kwa jina la Yesu, leo kahaba kwa jina, leo kahaba naivua kama vazi katika jina la Yesu. Yesu akuvesha vazi la wokovu katika damu ya Pasaka mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, amen. Mungu wangu akubariki. Kama umeguswa na maombi ya siku ya leo, unahisi kwa kweli kuna tabia ambayo sio nzuri, kama kwa tarehe kwa kukaseta kupatisha maombi ya sala ya toba, kama umesikia mguso moyo wako na waka ndani baada ya maombi haya, umejipima bwana, kwa kweli sijaokoka, nimekuwa kahaba, nimekuwa mwashtaka, umegundua kwamba siri ni sheria ya kiti. Sasa tuomba kama tamani kumpa Yesu maisha, patisha nami sala hii. Sema, Mungu Baba,
katika jina la Yesu. Nimesikia habari njema za ufalme wako, moyo wangu umeguswa na neno la siku hii ya leo. Ninaungama dhambi zangu ambazo nimezifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Mungu Baba, ninarudi kwako, unipokee. Ninaingia ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu, ninakupokea rasmi, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu, ninaomba saa hii uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, kile kitabu cha mwana kondoo. Jina langu liandikwe hapo. Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha ukoo ambako nimeandikwa kwenye madhabahu za miungu, kwenye madhabahu mbalimbali nimeandikwa kama mimi nitakuwa mzinifu. Bwana Yesu, futa jina langu huko kwenye kitabu cha hukumu. Futa jina langu kwa damu yako. Bwana Yesu, ukalifuta jina langu huko, nami natangaza leo kwa damu ya Yesu, ya kale yameisha. Tangu leo mimi ni kiumbe kipya katika jina la Yesu. Bwana Yesu, neema yako iokoayo wanadamu ifunuliwe ndani yangu, inifundishe jinsi ya kuishi maisha ya utaua, maisha matakatifu, na jinsi ya kujitenga na uovu wa dunia hii. Kwa jina la Yesu nakiri leo nimeokoka. Amen, amen. Mungu akubariki. Endelea kuombea huduma hii. Bwana utaendelea tena siku ya kesho. Amen. Mungu akubariki. Mungu akutunze. Fadhili za Bwana ziwe juu yako. Mungu akupiganie.